Afrika au mtandao wa Kilimo Hai Afrika, African Organic Network, kwa kifupi Afronet. Mlezi ni mama na baba wa mashirika miamvuli ya Kilimo Hai Afrika kama ilivyotoa Tanzania Organic Agriculture Movement. Rwanda pia kuna shirika la namna hiyo, Zambia, Zimbabwe, Afrika Kusini. Kwa hiyo sisi tunawalea hao na pamoja na hayo tunashirikiana nao katika kuchechemua zile sera pamoja na sera ambazo zina favor Kilimo Hai Afrika, lakini pia kuwafanyia uwezo, kuwajengea uwezo hawa ambao ni mashirika miamvuli tunaowalea, ili waweze kufanya vizuri na kutoa huduma kwa wakulima ambao wanawahudumia, kwa sababu na wenyewe wana wanachama wao ambao ni vyama vya wakulima. Malengo ya mkutano huu ni kujadili masuala mbalimbali yanayohusiana na kilimo hai na kilimo ekolojia, ili kuweza kubaini fursa zilizopo katika kilimo ekolojia, lakini pia changamoto ambazo zinakabili sekta hii ya kilimo hai na kilimo ekolojia. Lakini lengo lingine ni kupata fursa za kubaini masoko ya kilimo hai kwa wakulima ambao wanazalisha mazao ya kilimo hai na agroekolojia Afrika, namna ambavyo wanaweza wakapenyeza bidhaa zao katika masoko ya nje, masoko ya Ulaya, masoko ya Amerika na kadhalika. Lakini pia tunajadili mbinu mbalimbali za udhibiti na kutoa ithibati wa mazao ya kilimo hai. Tunajua standards, kilimo hai kina zile standards. Kwa hiyo zile ithibati, najua nchi zina ithibati ndogo ndogo katika nchi zao, lakini kwa mfano East Africa, Afrika Mashariki, tuna ithibati ya kwetu, na tunategemea pia tutengeneze ithibati ya namna hiyo katika ngazi ya ya Afrika. Kwa hiyo tunajadili hayo mambo muhimu ambayo yanatuleta pamoja wadau wote wa kilimo hai na agroekolojia, ili kusudi tuweze kujua namna ambavyo tunasonga mbele. Kwa hiyo mkutano huu utatoka na maazimio kadhaa ya namna ambavyo tunaweza tukasonga mbele, lakini baada ya kuwa tumefanya tathmini ya yale ambayo tuliazimia kuyafanya tangu mkutano wa mwisho ambao tuliufanya Rwanda 2023. Watumiaji wa mazao ya kilimo hai na teknolojia za kilimo hai inazidi kuwa kubwa, na ndio maana unaona hata sasa hivi wajasiriamali wa pembejeo za kilimo hai wanazidi kuongezeka na wanapata masoko. Kutokana na haya matatizo ya kiafya, takwimu za kiafya zinatuambia kwamba yale magonjwa yasiyo ya kuambukiza, yale magonjwa ya mtindo wa maisha yamezidi kuwa mengi, na sababu kubwa ni chakula tunachokula, vinywaji tunavyokula. Kwa hiyo hii elimu inazidi kwenda na watu wanaielewa na kuipokea, na hivyo wanaanza kuwa makini kujua wale nini kwa faida ya afya zao. Kwa majina ninaitwa Judith Singibala kutoka katika jukwaa la wanawake wa vijijini ambalo lipo katika nchi za ukanda wa nchi za Afrika ya Kusini, ambapo katika jukwaa letu tuko nchi yapata 11 ambazo ni nchi shiriki. Tunafanya kazi na wanawake wakulima wadogo ambao wanajishughulisha na shughuli za uzalishaji wa kilimo kwa ajili ya chakula, lakini pia kwa ajili ya biashara. Na katika kazi yetu ambayo tunaifanya hii, tumekuwa tukipromote wakulima hawa kujihusisha na kilimo ekolojia ambacho kinaweza kuwawekea usalama wa chakula, lakini pia inatunza bioanuwai ya chakula ambacho tunakipata. Na moja ya faida katika jukwaa hili, inatukutanisha na wakulima wengine wadogo kutoka katika hizi nchi shiriki katika huu muungano. Na mfano hai, nimeshika mbegu ambazo tunazitumia katika kubadilishana mbegu na wanawake kutoka katika hizo nchi shiriki. Hii ni mbegu ambayo tuliipata kutoka nchi ya Madagascar, ambapo wanawake hawa wakulima waliweza kutupatia mbegu hii ambayo inalimwa kwa kuzingatia vigezo vyote vya kiikolojia, na mbegu hii tunaitumia pia hata sisi kwa wakulima wetu wadogo. Sasa hivi tumeingia kwenye mfumo wa kuweza kuwashawishi katika jamii zile wanapotoka kuweza kuanzisha seed bank. Hizi seed bank zinamilikiwa na kusimamiwa na wao wenyewe wanawake wakulima pamoja na vijiji vile wanapotoka huko.
na hii inashawishi kujua ni aina gani ya mbegu kutoka kwenye hiyo kaya ama hicho kijiji wanapenda kuilima, na kwa sababu ya mabadiliko ya tabia ya nchi wanaweza kutupa mbegu ambazo zinaweza kustahimili hali ya hewa, na hivyo kutupa mbegu ambazo zinaweza kukidhi mahitaji tulionayo. Katika maonyesho haya ya Nane Nane tumegawanyika. Wapo wanawake wakulima wenzetu ambao tupo nao hapa Nane Nane Dodoma, lakini wapo wenzetu ambao wako Nane Nane mkoa wa Mbeya, ambao kule wanaonyesha kwa vitendo kile ambacho kimefanyika. Tunao pia mashamba darasa ambayo yameonekana katika haya maeneo yetu yaliyoko mkoa wa Mbeya, ambapo yalizalisha mboga. Mwenzetu aliyetoka Unguja ambaye anazalisha mbegu kutoka katika mboga, na wao wapo na shamba darasa ambalo linazalisha mboga ambazo zimetumia kabisa kanuni za kiikolojia, na pia ni mboga ambazo zinastahimili kwa mwaka mzima, kutokana na kwamba tumewawekea mfumo ambao unawawezesha pia kupata maji na kuweza kuendelea kuzalisha mboga hizo. Si mboga tu, wamepata elimu pia ya kuweza kuzalisha miche ambayo wanaiuza. Kwa hiyo imekuwa ni sehemu nyingine ya kuwawezesha wao kupata kipato kupitia kazi za mikono wanazozifanya katika muda wote ambao wanakuwa shambani.